Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran pamoja na sehemu ndogo ya msafara umeelekea katika nchi ya Pakistan. Pamoja na kwamba ziara husika inaonekana kwamba itahusisha maeneo ya nchi nyingine kama nchi ya Oman, lakini vile na nchi ya Urusi, lakini kuanza katika nchi ya Pakistan ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba kuna sehemu ya mazungumzo ambayo inaweza ikafanyika ikihusianishwa na sehemu ya mgogoro ulioko baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Aina ya mazungumzo katika nchi ya Pakistan, tunachokiona wazi ni kwamba yatakuwa ni katika mfumo ambao tunasema ni indirect talks. Maana yake ni mazungumzo ambayo hayahusishi wajumbe kutoka katika nchi ya Iran na nchi ya Marekani kuonana ana kwa ana. Na ili kwa kuzingatia msingi mama wa mazungumzo ambao umewekwa katika msingi wa mazungumzo ya nchi ya Iran, kwamba hakutakuwa na mazungumzo baina yao na nchi ya Marekani isipokuwa mpaka Marekani iweze kutoa zuio lao katika sehemu ya bahari. Lakini kiujumla ni kwamba safari tu ya viongozi au waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya Pakistan ni ishara tosha kwamba kuna uwezekano yakafanyika sehemu ya mazungumzo, hata kama si mazungumzo ya ana kwa ana. Lakini vile vile hili linatoa ishara tosha ya kwamba pamoja na kuendelea kubaki kwa mvutano wa pande zote mbili, manake kutoka katika nchi ya Marekani na nchi ya Iran, lakini bado inaashiria wazi kabisa kwamba baina yao kuna nafasi ndogo ya muendelezo wa kidiplomasia, mazungumzo ya kidiplomasia ambayo unaweza ukaendelea na hatimaye huenda ukazalisha kitu kingine cha tofauti, pamoja na kwamba hali iliyoko sasa hivi hasa ikihusianishwa na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni hali ambayo kwa hakika imeleta sintofahamu kubwa au inaendelea kuleta sintofahamu kubwa. Na inaendelea kuleta sintofahamu kubwa kwa kuzingatia kwamba mlango bahari wa Hormuz ndio moyo wa mazungumzo yote yanayokuja kuanzia kumalizika kwa mgogoro wa vita ya siku 40 takriban. Manake mazungumzo yote yanayokuja mbele, moyo wake hasa itakuwa ni mlango bahari wa Hormuz. Na utabaki kuwa ni moyo wa mazungumzo yanayoendelea katika baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, kwa kuzingatia umuhimu wake, pamoja na kwamba viongozi wa nchi ya Marekani kama Peter Hegseth, waziri wa ulinzi wa nchi ya Marekani, siku ya leo amezungumza kuziambia nchi za Ulaya pamoja na nchi za Asia kwamba zenyewe ndo zinahitaji zaidi mlango bahari wa Hormuz kuliko Marekani inavyohitaji mlango bahari wa Hormuz. Lakini kiuhalisia ni kwamba Marekani huenda wao ndo wanahitaji mlango bahari wa Hormuz kuliko nchi za Asia na kuliko nchi za Ulaya, kwa sababu katika nchi za Asia na katika nchi za Ulaya maana yake uhitaji wao wa mlango bahari wa Hormuz hasa ni kwa sababu ya sekta ya nishati, kwa maana kwamba mafuta, gesi mara nyingi wanayoihitaji kwa kiwango fulani inatoka katika sehemu ya Mashariki ya Kati, na upande ambao unahusika zaidi na utoaji wa gesi au mafuta hasa ni upande ambao unahusisha sehemu ya Ghuba ya Uajemi, kwa maana ya kwamba upande ambao unapatikana mlango bahari wa Hormuz. Lakini katika upande wa Marekani maana yake wanachokihitaji katika mlango bahari wa Hormuz ni kikubwa zaidi kuliko hicho. Kwanza kabisa ni kwa kuzingatia mlango bahari wa Hormuz maana yake ndio njia ya kuelekea katika 50th Fleet Base, katika bezi yake kubwa ya wanamaji katika eneo la Mashariki ya Kati ambayo inapatikana katika nchi ya Bahrain, ambapo uweze kufika katika nchi ya Bahrain katika njia ya maji isipokuwa lazima upite katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini jambo la pili la umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz katika nchi ya Marekani ni kwa sababu ya program zake za masuala ya artificial intelligence ambao zimekuwa zikifanyika katika nchi kama za United Arab Emirates, uwekezaji umekuwa ukifanyika huko, lakini vile vile na katika nchi ya Marekani yenyewe. Na ukizingatia kwamba program kama za artificial intelligence maana yake ni program ambazo zinategemea gesi ya helium
ambayo inapatikana zaidi kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati katika nchi kama za Qatar, ambapo kupita kwake maana yake lazima ipitie katika mlango bahari wa Hormuz, na kukosekana kwa gesi ya helium ya uhakika katika nchi ya Marekani, maana yake program za artificial intelligence ambazo ni program muhimu katika uendeshaji wa mitambo na vitu vingine, maana yake katika nchi ya Marekani zitazorota kwa kiwango kikubwa. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, uhai wa pesa yake kwa maana ya dola unategemea zaidi mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba uhai wa dola zaidi unaegemezewa katika biashara ya mafuta. Ndio maana kuna mfumo unaitwa petrodollar system, au mfumo ambao tunasema kwamba biashara yote ya mafuta kwa kiwango kikubwa inaathiriwa zaidi na matumizi ya dola, na hii ni kwa kuzingatia toka kwenye mwaka takriban mwaka 75 nchi ya Marekani walijaribu kufanya makubaliano na nchi ya Saudi Arabia kuitaka iuze mafuta yake kwa kutumia dola ya Marekani, na hilo lilisambaa zaidi duniani. Sasa ukizingatia biashara ya mafuta, umuhimu wake kwamba unapotengeneza vitu kama plastic, vifaa vile vya plastiki na mfano wake, maana yake kwa kiwango kikubwa vile vile wanatumia vile vile teknolojia ambayo inahusisha matumizi kama ya mafuta na mfano wake, lakini vile vile uendeshaji wa mitambo na vitu vingine, kwa maana kwamba biashara ya mafuta haiegemei tu katika upande labda uendeshaji wa magari na mitambo. Hapana, biashara ya mafuta maana yake ni biashara ambayo inakusanya vitu vingi duniani. Sasa msingi wake mkubwa maana yake ni matumizi ya dola, na ndio maana dola iliweza kusambaa kwa kiwango kikubwa, na moyo wake hasa ni eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo unaofunga mlango bahari wa Hormuz maana yake unahatarisha hata uhai wa petrodollar system au mfumo ule wa nchi ya Marekani wa dola, na hili linakuwa ni muhimu zaidi kwa kuzingatia kwamba dunia ni imegawanyika. Maana yake ule utawala wa dunia umegawanyika katika muundo wa nchi mbalimbali. Ukizungumzia katika upande wa rasilimali, maana yake ulizungumza nchi kama ya Urusi ndio imeweza kudominate au ina control sehemu kubwa ya rasilimali za dunia. Lakini vile vile ukizungumzia sehemu kama ya uzalishaji, maana yake ulizungumzia nchi ya China ambayo inazalisha takriban 30% ya kile kinachotakiwa dunia. Na ukizungumzia katika upande wa masuala ya teknolojia, hasa ilikuwa imeegemea zaidi katika nchi za Ulaya, pamoja na kwamba katika siku za karibuni nchi kama za China zimekuwa zikifanya spidi ya hali ya juu. Lakini katika upande wa masuala ya fedha, yani financial system, maana yake nchi ambayo ina control masuala ya financial system au mifumo ya kifedha duniani hasa ni nchi ya Marekani. Na kwa sababu yenyewe ndio ina control mifumo ya kifedha duniani, mifumo yake ya fedha au fedha yake imeiegemezea zaidi katika mfumo wa petrodollar system, mfumo wa matumizi ya mafuta kwa maana petroli na mfano wake. Na ndio maana pesa ya Marekani imekuwa ikihitajika zaidi duniani, kwa kuzingatia kwa biashara nyingi zimekuwa zikifanyika kwa kutumia pesa hiyo. Sasa unapokosa mlango bahari wa Hormuz, maana yake uhai wa ile pesa yake vile vile unakuwa unaingia katika hatari. Lakini jambo lingine la kuonyesha umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz katika nchi ya Marekani ni control katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo ni moyo wa uzalishaji wa nishati duniani. Pamoja na kwamba kuna nchi ambazo zinazalisha zaidi nishati kama Marekani, wanazalisha zaidi mafuta, gesi na mfano wake. Lakini unapozungumzia eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ni center ambayo inaweza ikafikika duniani kwa urahisi, tofauti na maeneo kama Venezuela na mfano wake. Lakini unazungumzia eneo la Mashariki ya Kati, maana yake watu wa kutoka bahari ya kusini, kwa maana katika nchi kama za kule China, Philippines, Indonesia na mfano wake, maana yake ni watu ambao wanaweza wakafika zaidi kwa wepesi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukizungumzia watu wa kutoka katika bara la Afrika, wanaweza kufika kwa urahisi. Ukizungumzia watu wa kutoka maeneo ya Central Asia, wanafika kwa urahisi yani katikati ya bara la Asia, maana yake maeneo kama ya Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan na mfano wake. Ukizungumzia katika maeneo ya mashariki mwa Ulaya paka upande wa magharibi mwa Ulaya, vile vile ni rahisi kufika katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake ni eneo ambalo linawakusanya watu. Sasa ukibeba na umuhimu wake wa kuwa na ile utajiri wa nishati katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake linabaki kuwa ni eneo muhimu. Na hivyo Marekani hawezi kuacha kama superpower, maana yake lazima awe na udhibiti katika eneo hili, na hili inakwenda nyuma zaidi. Manake utagundua katika miaka ya nyuma, kipindi cha Ottoman Empire, moja katika hatua za mwisho za kuanguka kwake, manake walipopoteza eneo la Mashariki ya Kati. Manake maeneo kama yale ya Saudia, maeneo ya Saudi Arabia, maeneo kama ya Iraq,
Syria yalipokuja kuanguka kwa sababu ya ushirikiano wa Uingereza na baadhi ya jamaa wa Kiarabu wakiongozwa na Sharifu Hussein aliyokuwa ni mtawala wa pale Maka, ulifanya harakati kubwa ya kupambana na utawala wa Ottoman Empire. Lakini kiujumla ni kwamba Ottoman Empire ilipokuja tu kuanguka, ilipokuja kuondolewa katika eneo la Mashariki ya Kati, manake ndio ilifikia katalia kwamba katika sehemu ya nguvu ya nchi kama ya Uingereza, mojawapo ilikuwa vile vile ni kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati. Ni kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati kwa kuzingatia kwamba ni eneo ambalo limekusanya jamii kubwa ya watu wanaongea lugha moja, wana culture moja, yani wana ile tamaduni moja na mfano wake. Kwa hivyo eneo la Mashariki ya Kati manake ni eneo ambalo limekuwa likirithiwa kutoka kwa mtawala mmoja kwenda kwa mtawala mwingine. Baada ya kutoka Ottoman Empire ikaja Waingereza na Wafaransa ambao walikuja wakadhibiti baadhi ya maeneo katika hali ya kutofautiana, lakini mwisho wa siku ikaja Marekani ambao vile vile kwenye kutengeneza mfumo uwe wa kudumu ndio ikaja kuintroduce au kutambulisha uwepo wa nchi kama ya Israel na mfano wake, ili kuhakikisha kwamba siasa za nchi za magharibi zinaendelea kuwa karibu na eneo la Mashariki ya Kati na ikiwezekana kulidhibiti eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni muhimu, ambalo uhai wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati pia linategemea mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu bezi zake kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, moja katika vigezo ni kulinda zile tawala za eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile kuwezesha zile biashara za eneo la Mashariki ya Kati ziweze kufanyika. Kwa ina maana Marekani ukikusanya sababu nyingi unaweza ukaona kwamba wao katika swala la mlango bahari wa Hormuz wanalihitaji kwa sababu nyingi, kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi tunazingatia kwamba Marekani ndiyo superpower. Kwa hivyo ili uwe superpower au ili uendelee kubaki kuwa superpower, moja katika maeneo ambayo hutaki kuyapoteza ni eneo la Mashariki ya Kati, kulingana na vitu vingi ambavyo vimekusanyika katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba sehemu ya mazungumzo hayo inaonekana kwamba yatafanyika, lakini yatafanyika katika muundo ambao ni indirectly, itakuwa ni muundo ambao hauwezi kuunganishika moja kwa moja, pamoja na kwamba hilo halijathibitishwa na vyombo vya habari vya nchi ya Iran, bali wenyewe wanachokizungumza ni kwamba safari ya Abbas Araghchi itaanzia Pakistan, atakwenda Oman, atakwenda katika nchi ya Urusi, na hakuna plani ya kuzungumza na nchi ya Marekani. Kile kinachoonekana wazi ni kwamba bila shaka hilo litadhihiri. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kuliona kwa kipindi hiki ni mabadiliko ya utendaji wa jeshi la Marekani pamoja na jeshi la nchi ya Iran katika siku hizi baada ya kumalizika kwa mgogoro wa takriban siku 40. Katika upande wa nchi ya Marekani, kinachoonekana sasa hivi ni wameanza kuwekeza nguvu au wamekuwa wakiwekeza nguvu zaidi katika upande wa jeshi la maji, na hii ni kuzingatia kwamba baada ya kuonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa na udhibiti moja kwa moja wa eneo la mlango bahari wa Hormuz, ili kuhakikisha kwamba nchi ya Marekani inaendelea kuthibitisha nyayo zake katika eneo la Mashariki, katika mlango bahari wa Hormuz. Maana yake inaonekana kwamba sasa hivi nguvu kubwa inaelekezwa zaidi katika upande wa jeshi la maji, na ndio maana inaonekana kwamba wamekuwa wakifanya operation katika maeneo tofauti tofauti, lakini vile vile wakivamia katika baadhi ya meli ambazo wakati mwingine zinakuwa ziko mbali zaidi, maana yake katika international water, katika maji yale ya kimataifa, sehemu ambazo kwa kawaida kuna protocol nyingi ambazo zinazuia meli kuweza kukamatwa katika maeneo hayo. Na hili tunachelea kwamba kubadilika kwa mwenendo huu wa kuonekana kwamba operations za Marekani zimekuwa zikifanyika, zile operation nyingi katika eneo la bahari, tunatia shaka kwamba kuna uwezekano mkubwa baada ya muda mbele tukaanza kuona pia katika ule mlango bahari wa Malaka ambao unapatikana katika nchi baina ya nchi ya Malaysia, nchi kama Indonesia na mfano wake. Tunashakia kwamba pale inawezekana kuna aina fulani ya mabadiliko pia inaweza tukayaona katika eneo lile, na hii ni kwa kuzingatia kwamba nchi kama ya China 90% ya nishati yake, asilimia takriban 80 mpaka
85 tuseme ya nishati yake inapita katika ule mlango bahari wa Malaka, yani kwa maana petroli na mfano wake kutoka katika nchi mbalimbali inapita katika mlango bahari wa Malaka. Lakini vile vile biashara nyingi zinapita katika mlango bahari wa Malaka. Maana ukizungumzia tu swala la biashara, tunaweza kusema kwamba asilimia takriban 22 mpaka 30 ya biashara duniani zinahusisha sehemu ya mlango bahari wa Malaka, na hii ni kwa sababu viwanda vingi vya uzalishaji vinapatikana katika sehemu ya bara la Asia ikiongozwa na nchi kama ya China. Kwa hivyo kwa mwenendo huu ambao tumekuwa tukiona wa Marekani kujaribu kuutanua sehemu ya utendaji wao katika upande wa bahari, tunashakia kwamba katika siku za mbele tunaweza tukashuhudia vile vile kuna jambo linaweza kaja kutokea katika sehemu ya mlango bahari wa Malaka, kwa sababu jicho la Marekani pamoja na mgogoro wake na nchi ya Iran, lakini bado linabaki katika nchi ya China. Na unapoweza kuleta ushawishi wako katika mlango bahari wa Malaka, tafsiri yake ni kwamba umeleta ushawishi katika sehemu ambayo ina athari moja kwa moja katika nchi ya China, na hili ni jambo ambalo linaweza likawa limebaki katika ndoto ya nchi ya Marekani kuhakikisha kwamba anakwenda kukabiliana na nchi ya China kwa system ambayo inawezekana isiwe na madhara makubwa kwa upande wake. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, kile tunachokiona kadri muda unavyozidi kwenda ni mabadiliko ya doctrine au ile sera yake ya namna ya kujilinda. Kwa kipindi cha muda mrefu tulikuwa tukishuhudia nchi ya Iran ikitumia zaidi defensive strategy, yani ile njia ya kujilinda, kwa maana kwamba ilikuwa haifanyi mashambulizi yoyote mpaka pale itakapokuwa yenyewe imeshambuliwa. Hii ni sera ambayo imekaririwa kwa muda mrefu katika nchi ya Iran. Lakini toka vita hii ilipomalizika, tunaona kuna mabadiliko ya kutoka katika defensive strategy kwenda katika offensive strategy. Maana yake kuhamia katika strategia ya kwamba Iran inapaswa ifanye mashambulizi kabla adui wafikia au hajawashambulia, na hili inaweza kuthibitishwa na muendelezo wa mashambulizi ambayo Iran wamekuwa wakiyafanya hizi siku za karibuni katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Iraq, katika maeneo ambayo yanapatikana Wakurdi, maeneo ambayo kawaida kuna baadhi ya Wakurdi ambao huwa wanakusudia wakati mwingine kujitenga na nchi ya Iran. Kwa hiyo inaonekana kwamba Iran wamekuwa wakifanya mashambulizi mara kwa mara, hata hivi leo wamefanya mashambulizi katika maeneo husika. Maana yake hii ni sehemu ya mabadiliko ambayo tumekuwa tukishuhudia katika nchi ya Iran. Ukiachilia mbali katika upande pia wa bahari, kwa kuzingatia kwamba moja katika alama zinazoonyesha mabadiliko hayo vile vile ni katazo ambalo wameliweka katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba meli yote ya jeshi hairuhusiwi kupita katika mlango bahari wa Hormuz, kwa maana kwamba meli itakapopita katika mlango bahari wa Hormuz ya kijeshi, maana yake itashambuliwa. Hii ni kuonyesha kwamba sasa hivi doctrine ya nchi ya Iran haisubiri adui aweze kuleta athari, aweze kufanya mashambulizi, bali adui atakapokuwa amejisogeza au amekusudia kufanya mashambulizi au kuleta athari namna yote, maana yake anashambuliwa mapema kabla ya kuleta athari hiyo. Ndio asili ya kutangaza kwamba meli yote ya jeshi hairuhusiwi kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini muendelezo wake vivyo ni kile ambacho tumekuwa tukikiona kwa baadhi ya meli kushambuliwa na baadhi ya meli kuwezekana vivile kutekwa, kama moja katika meli nafikiri ya Mediterranean Shipping Company. Of course ni meli takriban mbili, lakini moja wapo ni meli ya Mediterranean Shipping Company, ni miongoni mwa meli ambazo zimekamatwa na nchi ya Iran takriban katika siku ya jana. Kwa hiyo pamoja na ishara hizo hata kuonyesha kwamba kuna sehemu ya mazungumzo ambayo yanaendelea katika nchi ya Pakistan, lakini tumekuwa tunaanza kuona mwenendo mpya au mabadiliko ya kiutendaji ya jeshi la nchi ya Marekani, lakini vile vile na jeshi la nchi ya Iran, jambo ambalo bila shaka huenda likawa lina mabadiliko mengi katika siku zijazo. Kwanza kwa kuonekana kwamba nchi ya Iran inaweza ikawa inatanua mashambulizi yake, aidha kwa kutumia jeshi lake yenyewe au kutumia wale proxies wake, kutumia wale washirika wake. Na ndio maana hata leo vile vile imeripotiwa kwamba ile moja katika vikundi katika nchi ya Iraq ambapo bila shaka itakuwa ni Popular Mobilization Force ya nchi ya Iraq imefanya mashambulizi katika nchi ya Kuwait. Ndani ya nchi ya Kuwait imerusha takriban drone kama 2 ama 3. Hii ni kuashiria kwamba
kundi kama la Popular Mobilization Force linapofanya mashambulizi katika sehemu kama ya Kuwait, haifanyi kwa maslahi ya nchi ya Iran, lakini inafanya kwa maslahi ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ndio kile ambacho tunachokizungumza kwamba tumeanza kushuhudia mabadiliko katika sera ya nchi ya Iran, kwamba wamehama kutoka katika defensive strategy wamekwenda katika offensive strategy, na katika mazingira namna hiyo maana yake tunaweza tukashuhudia mabadiliko ya au muundo wa namna hiyo, mashambulizi yakawa yanatanuka katika maeneo mengine, hata kama itakuwa imetangazwa kwamba hichi ni kipindi cha amani. Kwa hiyo generally kimuundo ni kwamba hilo linaweza likapelekea mabadiliko vile vile katika baadhi ya nchi nyingine ambazo inawezekana zikawa zinakabiliwa na tatizo hilo la mabadiliko ya sera ya nchi ya Iran, kama vile ilivyo katika upande wa bahari. Mabadiliko ambayo yamekuwa yakiakisiwa katika siku za karibuni ya operations za nchi ya Marekani vile vile inaweza kubadilisha baadhi ya doctrine au baadhi ya sera katika upande wa bahari, kwa maana ya kwamba tumeona katika siku kama ya leo nchi ya Iran imeanza kutoa escorts au imeanza kutoa ile usindikizaji wa baadhi ya meli zake au meli zinazokuja katika pwani yake, kwamba kuna maeneo fulani yakifika, maana yake wanafanya utaratibu wa jeshi kusindikiza zile meli ili ziweze kufika katika pwani ya nchi ya Iran. Katika muundo huo pia tunashakia au tunataraji kwamba huenda kuna baadhi ya nchi na zenyewe vile vile zikaanza kutumia muundo wa namna hiyo wa kwamba kwa usalama wa meli husika, aidha iwe ya mafuta au iwe ya bidhaa, lakini ikihusianishwa na nchi ya Iran, maana yake kuna uwezekano tukaanza kuona nchi kama za China na mfano wake zikitoa vile vile escort katika baadhi ya meli, pamoja na kwamba taarifa nyingi zinaashiria kwamba meli za China zimekuwa wakati mwingine zinapata ile free access, zinapata uhuru wa kuweza kupita kwenda katika nchi ya Iran na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa kiujumla bado tunajaribu kutazama safari kwanza ya Abbas Araghchi pamoja na wajumbe kadhaa wa nchi ya Iran, lakini vile vile tumekuwa tunaendelea pia kutazama mabadiliko haya kuweza ona kwamba yanaweza yakaleta mabadiliko gani katika wakati ujao, kwa maana ya kwamba safari ya Abbas Araghchi inaweza kubadilisha chochote katika sehemu ya msuguano ambao upo baina ya nchi ya Irani na nchi ya Marekani, pamoja na kwamba hata safari hiyo, hata kama mazungumzo yatafanyika kupitia nchi ya Pakistan, hatutaraji kwamba yatakuwa ni mazungumzo ya muda mfupi. Itakuwa ni mazungumzo ambayo yanahitaji muendelezo mbele, kwa kuzingatia kwamba mada ambazo zinatakiwa zijadiliwe baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Irani ni mada ambazo zinatofautiana. Maana yake kuna mada za kuhusiana na masuala ya uchumi, kuna mada za kuhusiana na masuala ya ulinzi, kuna mada ya kuhusiana na masuala tofauti. Kwa ina maana kwa kikazi kimoja cha Abbas Araghchi kwenda kufanya mazungumzo labda na upande wa nchi ya Pakistan, hatutaraji kwamba utakusanya kila kitu kwa wakati mmoja, lakini inawezekana ikawa ni hatua ya kuweza kutengeneza mazingira sahihi kwa ajili ya kuja kufanya mazungumzo ambayo yanawezekana yakawa na natija zaidi katika siku ya mbele. Kwa hiyo kama tunavyokariri kwamba tuna nafasi bado ya kutazama mabadiliko gani yanaweza kujitokeza baada ya safari ya Abbas Araghchi, lakini vile vile ni mabadiliko gani yanaweza kujitokeza katika siku za usoni baada ya mabadiliko ya muundo wa kiutendaji wa kijeshi katika upande wa nchi ya Iran na katika upande wa nchi ya Marekani. Kwa kijumla bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.